Mwanamke mmoja ambaye jina lake halijafahamika amekutwa amefariki dunia kwenye nyumba moja kulala wageni iliyopo Usagara wilayani Misungwi mkoani Mwanza, na mwili wake ukiwa hauna nguo. Kamanda wa polisi mkoani Mwanza Wilbrod Mtafungwa ameeleza kuwa mwanamke huyo amekutwa katika chumba namba 3 kilichokuwa kimechukuliwa na kulipiwa na mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Bilal William, mkazi wa Geita ambaye pia ni fundi. Kwa mjibu wa kamanda wa polisi, anasema tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo Aprili 19, ambapo katika chumba hicho vimekutwa vinywaji vikali aina Kevanti na chipsi mayai sahani 2. Kamanda Mtafungwa amesema chanzo cha tukio hilo bado hakijafahamika na kueleza kuwa mwanaume aliyeingia kwenye nyumba hiyo ya kulala wageni anasakwa na tayari watu wawili ambao ni wahudumu wa gesti hiyo wanashikiliwa na jeshi la polisi. Kutoka Rock City, Mwanza, Tanzania, jina langu ni Chazi Mseti. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulipokea taarifa kuwa katika nyumba ya kulala wageni iitwayo ambayo inajulikana kwa jina la First and Last Guest House, kuna mwanamke ambaye amekutwa katika chumba namba 3 akiwa amefariki dunia. Jeshi la polisi baada ya kupokea taarifa hiyo, mara moja tulifika katika eneo la tukio, ambapo ni eneo la Usagara katika wilaya ya Misungwi. Ndipo ilipo hii nyumba ya kulala wageni ambayo inaitwa First and Last Guest House. Baada ya kufika katika nyumba hiyo ya kulala wageni, ndipo uchunguzi ulianza mara moja. Katika uchunguzi huo ilionekana kwamba siku ya tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025 ilikuwa ni majira ya saa 1 za jioni, alifika mgeni ambaye ni wa jinsia ya kiume katika nyumba hiyo na kuchukua chumba namba 3 baada ya kujitambulisha kwa kujiandikisha katika kitabu cha wageni kuwa anaitwa Bilal William, mzaliwa wa Geita, kazi yake ni fundi, ambaye alieleza kwamba alikuwa akitokea Chato kuelekea Nzega. Mgeni huyo baada ya kulipa fedha aliweza kupewa chumba hicho namba 3 na hivyo kuweka mizigo yake. Mgeni huyo ilipofika majira ya saa 4 za usiku aliaga wahudumu katika hiyo nyumba ya kulala wageni kwamba anakwenda kutafuta chakula. Lakini ilipofika usiku mkubwa majira ya saa 8 hivi, mgeni huyo alirudi akiwa ameongozana na mwanamke ambaye hata hivyo hakuweza kufahamika jina lake. Mwanamke huyo pamoja na mgeni waliingia katika chumba hicho namba 3 kwa ajili ya kupumzika. Mwanamke huyo umri wake unakadiriwa kuwa ni kati ya miaka 30 mpaka 34. Ilipofika majira ya saa 12 alfajiri siku ya leo, sasa wahudumu walianza kufanya usafi, na wakati wakifanya usafi walibaini kwamba katika chumba namba 3 alipolala yule mgeni jana, mlango ulikuwa umefungwa kwa nje, kwa maana komeo lilikuwa limefungiwa nje huku kukiwa hakuna kufuli. Hali hiyo iliwapa wasiwasi mkubwa, hivyo waliamua kufungua kuona ndani kuna nani au waweze kutoa msaada gani. Lakini walipofungua katika chumba hicho walimkuta mwanamke huyu ambaye aliingia na huyo mgeni usiku wa jana akiwa amefariki dunia, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni, na walipomwangalia katika shavu lake waliweza kuona alikuwa na majeraha yanayoonyesha ni kama vile mtu amekwaruzwa na kucha. Lakini baada ya kuona hali hiyo, wahudumu hao mara moja walitoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo ndipo askari waliweza kufika na kufanya uchunguzi. Uchunguzi katika chumba hicho namba 3 kiliweza kufanyiwa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi, ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kukwaruzwa na kucha sehemu za shavuni,
huku akiwa amefungwa kitambaa usoni. Lakini pia waliweza kubaini kwamba mwanamke alikuwa uchi, mwili wake umekuta ukiwa uchi, hajavaa nguo. Lakini walivyoangalia pembeni, uchunguzi wetu mbaini kwamba kulikuwa na chipsi sahani 2, chakula maarufu kama chipsi sahani 2. Lakini pembeni kwa kuna chupa ya pombe moja ambayo ni pombe kali aina ya Kevant. Lakini kwa kuna chupa nyingine ya bia ambayo inaitwa Kesto Light. Baada ya kuona hali hiyo na kubaini kwamba binti huyo alikuwa tayari amekwisha poteza maisha, wameuchukua mwili huo jeshi la polisi na kuupeleka katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Binti huyo mpaka sasa hajaweza kufahamika, na huyo mwanamume aliyechukua kile chumba ametoweka. Jitihada za kumsaka mwanamume huyo zinaendelea, na jitihada za kuwajulisha watu mbalimbali waweze kufanya utambuzi kwa mwanamke huyo ambaye amekutwa amefariki pia zinafanyika. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tunaomba wakazi wa eneo hilo la Usagara na maeneo mengine yaliyo jirani na Usagara kufika katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya kufanya utambuzi kama kuna mtu ambaye ana ndugu yake ambaye ni wa jinsia ya kike wa umri huo na ametoweka katika mazingira ya kutatanisha, wafike kwa ajili ya kufanya utambuzi. Lakini jeshi la polisi tunatoa wito kwa wananchi wote ambao wanaweza kawa na taarifa kwa namna moja au nyingine zitakazoweza kusaidia jeshi la polisi kumkamata huyo mtuhumiwa aliyechukua chumba namba 3 ili tuweze kufanikisha kazi hiyo. Uchunguzi kimsingi umeshaanza wa kufanya ufuatiliaji wa kina kwa kutumia namba za simu alizoziacha hapo ambazo sitapenda kuzitaja kwa sasa, lakini kupitia na taarifa nyingine muhimu alizoziandika kwenye vitabu. Kwa hiyo uchunguzi wa kina unaendelea.